Karibu sana katika channel yetu ya Mawaridi Media, na leo tutaweza kuangalia hatua 7 za kuweza kusoma Biblia takatifu kwa ufanisi. Hatua ya kwanza ambayo tutaweza kuifuata ni kuanza kwa sala, ikiwa ni sehemu ya imani yako. Muombe Mungu akupe hekima na ufahamu wa kuelewa ujumbe wa maandiko hayo ambayo unaenda kuyasoma kwa njia ya uwezo wa Roho Mtakatifu, kwani ni maandiko yake, ni yeye ambaye atakuongoza ili uweze kuyaelewa. Kisha hatua ya pili, chagua kitabu cha kuanza nacho. Kwa wanaoanza mara nyingi hupendezwa kuanza na injili kama vile Injili ya Yohane au Injili ya Marko, kwa sababu zinaelezea maisha na mafundisho ya Yesu kwa uwazi. Lakini pia kuna vile vitabu vingine virahisi, kwa mfano kitabu cha Zaburi na kitabu cha Hekima za Sulemani. Naweza ukakisoma kwa wale ambao wanaanza. Lakini pia hatua ya tatu, unaweza ukasoma kwa utaratibu. Soma sura moja au sehemu ndogo kila siku baada ya kuruka, ili usiwe unarukaruka kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine bila mpangilio. Kitu cha 4 cha kuzingatia ni tafakari unachokisoma. Jiulize wewe mwenyewe, je, haya mafundisho yanazungumzia nini? Yananifundisha nini kuhusu Mungu na wanadamu? Ninawezaje kutumia mafundisho haya katika maisha yangu? Ukiweza kujiuliza hivyo, ndo njia ya pekee ambayo utaweza kuitumia kwenye kutafakari hayo maandiko. Lakini pia kitu cha 5 cha kuzingatia, andika mambo muhimu. Weka kumbukumbu ya mistari inayokugusa, maswali ambayo ulikuwa nayo kichwani mwako, au mafunzo unayojifunza kutokana na mafundisho hayo ambayo unayasoma ya Biblia takatifu. Kitu cha 6 cha kuzingatia, linganisha maandiko yanayohusiana kwa kusoma vifungu vinavyozungumzia mada moja. Kunaweza kukusaidia wewe kupata uelewa mpana zaidi wa ujumbe wa Biblia kwa mstari husika au sehemu husika ambayo ulikuwa unaisoma, na kwa njia hiyo unaweza ukaelewa Biblia, ukaweza kuelewa mafundisho husika ya Biblia takatifu. Kitu cha 7 na cha mwisho kwa siku ya leo, dumisha ratiba ya kila siku. Hata kila siku ukitumia dakika 10 mpaka dakika 20 kuweza kusoma Biblia takatifu, inaweza ikakujengea tabia nzuri ya kusoma na kutafakari Biblia takatifu. Lengo la kusoma Biblia takatifu sio kusoma Biblia takatifu ili kumaliza. Lengo kubwa, unasoma ili uweze kuelewa na uweze kuyaelewa yale mafundisho ambayo unayasoma. Mara nyingi sisi tunasoma kumaliza kurasa kwa haraka, bali tunasahau kwamba tunapaswa kuelewa ujumbe wake na kutafakari jinsi tunavyoweza kutumia katika maisha yetu ya kila siku. Nashukuru sana kwa kunifuatilia katika channel yetu hii ya Mawaridi Media. Naomba usisahau kusubscribe kwa YouTube na Facebook, kufollow account yetu na Instagram pia, ambapo Facebook na Instagram tunatumia jina la Facebook tunatumia jina la Leobinus Kaigwas Grandson, na YouTube pamoja na Instagram tunatumia jina la Mawaridi Media. Kwa hiyo naomba tusahau kufanya hivyo.